Habari, tumejiandaa kama uongozi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo Jumamosi, lakini mwisho wa siku maandalizi yetu yatadepend na miguu na vichwa vya kina Unyango pamoja na wao. Bila shaka yoyote watapokea maelekezo ya mwalimu wao, tutakwenda kushinda hii mechi. Chiko, hebu niwekee hiyo kitu. Bahati mbaya sina mic. Ni hivi, ama zao ama zao, ama zetu ama zao, ama zao ama zetu, ama zetu ama zao. Yes, ndio tunakwenda na hiyo mechi. Crazy GK anakuambia ama zetu ama zao. Do or die season 2 ndio slogan yetu. Ama zetu ama zao, ama zao ama zetu. Do or die season 2 ni kufa au kupona. Lakini ama zetu ama zao pale hawatoki. Mioyo yetu, mimi sijawahi kulala kambini, labda ndio nimesafiri katika maisha yangu yote. Yaani sijawahi kulala kambini, si weekend hii naenda kulala siku zote hizi. Na mke wangu nishaambia, nalala nao na amka nao, sijawahi kulala kambini. Nimemwambia manager nitafutieni chumba. Lazima tuwapush wachezaji. Hatuwezi kuwa Simba ni kubwa sana. Kuna baadhi ya maandiko kwenye magazeti sio ajalizimia, sijui kama kweli, sijui. Lakini tunajua kwamba hii hatuwezi kupoteza uhai wa mtu. Tuwezi unajua wamefanya research, magazeti makubwa, majarida makubwa, Simba iliwekwa katika nafasi ya pili kama si ya tatu timu ambayo inapewa nafasi ya kuchukua ubingwa Afrika this season. Naenda kufungwa na Kaizer 4. Okay, sasa forget about it. Lakini lazima tuonyeshe how Simba is big. Hii return leg lazima tukapambane. Ama zetu ama zao haiwezi kuwa ama zetu ama zao alafu 2-1. Ama zetu ama zao ni kisasi cha damu. Simba ikiku attack 10 minutes kwanza ikifanya pressing, Simba wale Chama, Mikison, Morrison, Bwali, dakika 10 lazima wapate goli. Lazima, hakuna timu ya Afrika inaweza kuiprotect Simba na attack 10 minutes seriously. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo kama unaweza 10 minutes ushapata goli moja wala ushafunguka, mechi ishaisha. Tuombe Mungu tu. Na mwisho wa siku lazima umtegemee Mungu. Tumepata nafasi 10,000 so far kama tulizopata mechi ya mwisho. Lakini TFF kwa kushirikiana na uongozi wa Simba wameomba CAF watuongezee nafasi. Inawezekana tukapoa 20,000 ama 30,000, ita depend. Tutategemea majibu yatatoka siku kati ya kesho na leo na kesho kutwa. Lakini tumeomba ongezeko la nafasi kwa sababu watu dunia ishaanza kufunguka. Yes, corona ipo na watu wanapambana na tunatakiwa serikali yetu jilinde. Lakini umeona baadhi ya mechi hata huko Europe zimeanza kufunguka. Hata baadhi ya nchi Afrika zinapewa nafasi. Sasa tumeomba nafasi za ziada kutoka nafasi 10,000 tulizonazo sasa, na inshallah na bila shaka CAF watatukubalia ombi letu. Inshallah. Tunategemea hivyo. Sababu sisi support kubwa tunategemea kutoka kwa washabiki. Na washabiki watakao kuja pale tungeomba sana wavae jezi nyekundu na nyeupe. Najua baadhi ya watu washaanza kutafuta jezi za wapinzani wetu, hatuwezi kuwazuia waje uwanjani. Lakini na wahusia wataondoka kwa fedheha kubwa. Simba hii usiweke, yani yote anakuja pale kutuzomea lazima ajiandae kisaikolojia, baada ya 90 ataondoka na fedheha kubwa. Kama ambavyo mechi zote za Champions League walivyoondoka kwa fedheha kubwa. Wajiandae. Simba hii usiweke guarantee, hii sio timu ya mchezo. Kwa wakati mnajiandaa kununua hizo jezi, hatuwazuii. Hiari ni yao. Waacheni wafanye vibweka. Ndipo walipo hivi sasa. Sisi tunacheza mashindano, au kazi yao kuhangaika na wapinzani wetu. Waacheni wafanye. Na mwakani tutawachukua kwa sababu tutashinda ubingwa tena. Kwa lazima tuwabebe na watu wengine, na wao tutawabeba. Tutoe katika ile kapu tutakwenda nao.
wajiandae wakati huu. Wanapojiandaa kuvaa jezi hizo, wakija nazo mpirani hata zuiwa mtu. Simba ni wastaarabu. Wao wasingekubali, na wote mnajua ambacho ungekifanya. Hata nyinyi baadhi ya waandishi wenye element vya Yanga mnajua wenzenu wangefanyaje. Mshabiki wa Simba ende na jezi ya mngejua, lakini sisi sasa hata pigwa mtu. Na washabiki wa Simba msiwabughudhi, waacheni. Hiari ni yao, lakini wataondoka kwa fedha. Sisi tunachoomba hizo nafasi zitakazopatikana mpaka sasa hivi 10,000 jezi nyekundu na nyeupe zitawale pale. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa RC mtarajiwa, anatarajia kuapishwa ndani leo si ama kesho, wa mkoa wa Dar es Salaam, kaka yetu mwana Simba mwenzetu, ndugu yetu Amos Gabriel Makalla. Ndiye tunamkaribisha. Mwenye mkoa wake wa Dar es Salaam lazima akaribishwe kwenye matukio makubwa, mechi kubwa. Jiji la Makalla. Anakuja mtu ambaye sisi tuliofanya naye kazi, tunafanya naye kazi CCM, na amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu. Kusema ukweli, Dar es Salaam imepata mkuu wa mkoa. Si kwamba wengine hawafanya vizuri, wote. Kaka yetu aliondoka Abubakar, alikuwa maskini ya Mungu, very humble guy, anachapa kazi kimya kimya, na wengine waliokuwepo nyuma wote wamefanya mazuri. Lakini huyu kwa sasa Dar es Salaam ilihitaji mkuu wa mkoa wa aina hii. Tunamshukuru Mama Samia kutuletea kaka yetu Amos Makalla. Analijua jiji hili vizuri vizuri, ni mtoto wa mjini. Unajua Dar es Salaam unataka kuipatia na wewe mtoto wa mjini, kulia anapita, kushoto anapita, anajua kila kitu. Anawajua nyie wote hapa, na mipango yenu wote ipo. Kwa hiyo tunakukaribisha kaka yetu Makalla uwe mgeni rasmi. Inshallah tushamwandikia na amesha confirm, na tutarajia ataapishwa kwa salama na wakuu wa mikoa wengine. Tunawatakia kila la kheri. Inshallah mzee Makalla, kaka yangu Makalla, tukutane Jumamosi. Utuongozee maelfu ya wanasimba na Watanzania kuhanikiza 5 bila kwenda juu. Viingilio 40,000 VIPA, 25,000 VIP B na C, 5,000 mzunguko. Tiketi zinaanza kuuzwa lini Sheikh? Leo online ziko tayari, na kupitia account zetu tutaanza kutangaza vituo vitakavyouzwa tickets. Tutakuwa na tickets za platinums ambazo chikuelezee platinums utaratibu wake. Safari platinum itauzwa 150,000. Kutakuwa kuna escort kutokea hapa Serena Hotel mpaka uwanja wa Taifa, na kutakuwa kuna t-shirt maalum kwa ajili ya robo finali. Kwa hiyo wale wapenzi wa Simba wanaokata tiketi za platinum wajue kabisa kutakuwa kuna t-shirt maalum nyekundu kwa ajili ya na zenye slogan yetu. Na vile vile kwa imeandikwa quarter final Simba vs Kaizer Chiefs. Yes. Na vile vile kutakuwa kuna kifurushi kwa ajili ya platinum pamoja na viburudisho mbalimbali. Haya, platinums 1,500,000 unapata t-shirt ya Champions League maalum Simba vs Kaizer Chiefs yenye slogan yetu, ama zetu ama zao, au ama zao ama zetu, ama zetu ama zao. Taandikwa pale vizuri kabisa kutupa ile spirit. Na wana Simba, tengenezeni banners. Tengenezeni banners. Na tunajua jamaa mpaka sasa hivi hawajasema wanafika lini. Lakini unajua Simba ina masikio mapana. Huwezi kuja Tanzania tusijue. Sisi tushajua wanakuja lini, watafikia wapi, kila kitu. Yaani sisi tunajua. Yaani wewe uwezi. Hawajaandika email mpaka sasa, lakini sisi tushajua watakula wapi, wanafikia wapi, wanakuja wangapi. Sisi tunajua. Huwezi kuwa unacheza quarter finals ya Champions League usijue mpinzani wako wanakujaje. Na tunajua kuna watu wameandaa nini wapinzani wetu kwa ajili ya kuwapokea na maandalizi. Tushajua. Tuambie wanachokifanya hao, sisi tunakijua mara 10. Na tunamjua nani wanamtumia katika viongozi wao kufanya mambo hayo. Hawatutishi. Sababu wao wenyewe hawatuwezi. Wataweza kumsaidia mwingine? Wao wenyewe hawatuwezi. Wameanza kuongoza ligi miezi milioni. Baadaye wako wapi, si tuko wapi? Sasa kama nyinyi si mtuwezi, mnaweza kumsaidia mwingine. Nao wanakubali kusaidiwa, na wao wanakuwa akili zote moja. Kwa sababu mngeuliza kwa nini mnakuaje? Nani anaongoza ligi? Wow! Sasa nyinyi mnatusaidiaje?
Kama wewe mwezi mtu, unawezaje kumsaidia mpinzani wako? Guys, kipekee nitumie fursa hii kuwaomba wanahabari mtu support. Baada ikitokea Simba imefungwa, juzi nilikuwa nawatania baadhi ya watu, rafiki zangu wanahabari kule South. Nikamwambia hii kuja huku kwenye mechi kubwa kama hii inawapa exposure, mnajua vitu vingi na nini. Sasa utakuta mwanahabari huyo baadaye anaisema vibaya Simba, anaiombea mabaya. Sasa kiombea mabaya wewe utapata story. Si tuombee mazuri. Nani hapa baada hapa simtaandika story tukifuzu nusu finali? Si bado wengine mtakuja kwenye mechi za away, wengine mtaandika makala. Unapataje kama Simba ishatolewa? Kwa hiyo unaendelea makala zako tu za hapa kala Ingango, sio? Kwa hiyo tuombee wanahabari na nini, hata kama ukiwa ushabiki Simba lakini unaombea mafanikio ya Simba kwa sababu kwako ni story kubwa. Simba kushinda kishukutwa dunia nzima italipuka. Yaani tukiwafunga wale 5, Simba kufungwa ni story ambayo itakuwa inashabikiwa na wale Ndezi FC. Lakini dunia italipuka, nchi itapata heshima. Rais Samia atapiga simu na kuhakikisheni watu kufunga 5 watapiga rais. Hongereni wanangu, lazima. Waziri mkuu atasema, bunge litalipuka. Haoni faida. Lakini utalii unakuwa indirectly kwa sababu tutakwenda tumeweka rekodi. Wafunga wale 5 rekodi. Swahili mwingine anaandika anaombea kwa Simba ifungwe. Faida yake kubwa kisa Meotopolo. Degeles. Jamani, kama kuna swali lolote au Chiko nimeacha kitu? Kama kuna swali lolote ruksa kuelekea mechi hii au lolote la Simba, basi ruksa. So far hatuna majeruhi. Tuna majeruhi. Ingawa hili mimi masuala ya kiufundi napenda niwaachie watu wa technical. Uwezi kuwazungumzia wao tutacheza formation hii. Maana mimi sio afisa habari wa kuja hapa kutochea 442. Sio kazi yangu. Kwa hiyo nitawaachia kocha Ijumaa. Maafisa habari wengine kwamba tutashambulia kupitia kulia. Wapi wewe unajua kulia gani? Unajua wewe ndugu yangu umetoka Manyenza huko. Swali. Ambie ndugu yangu. Hadi kwanza mimi nipende kwanza kwa mapole kwa mchezo huu kwa kwanza kwa matokeo haya. Lakini kama unazungumza hapo na kufanya kama tuone Kaizer si timu ya kutisha, na kama magoli 4 yamepatikana Simba ilikuwa mbovu kiasi hicho. Kwa nini hamtaki kuwaheshimu kwanza Kaizer kwamba nao ni wazuri? Labda kwa bahati mbaya sana brother hukunisikiliza vizuri. Yaani katika kitu nilichokirudia vizuri tena kwa taratibu, tunawapa heshima kubwa sana Kaizer. Nadhani nilisema very clear. Mimi si aina ya mtu, ukiacha utani wangu wa Yanga na Simba, mimi naheshimu sana mpinzani. Na nimeisema vizuri sana. Nilichokisema mimi tena nikajikosoa na tukajikosoa ourselves kwamba hatukuwa bora Simba. Pamoja tulipossess sana, hatukutengeneza nafasi. Na nikasema na waheshimu ni timu nzuri. Kwanza timu haiwezi kufika katika quarter finals za Champions League isiyo bora. Mimi ni msemaji mkubwa brother. Nasemea taasisi hili big institution. Siwezi nikawa nakaa hapa naongea vitu vya ovyo ovyo. Nitasemaje siwaheshimu Kaizer? Mtu alifunga goli 4. Labda hukunisikiza vizuri. Kama umerekodi, rejea toka mwanzo wa press. Tunawaheshimu, timu nzuri, lakini tunao uwezo wa kupindua matokeo hapa. Yes, labda ndio ilikuwa tafsiri, labda ilikuwa haijaeleweka. Another question. Kama alipo unaweza kutukenda. Naam. Swali zuri Charles. Ilivyo ni kwamba una uwezo sasa hivi control mauzo. Yaani kwa mfano wakishabiki leo kitokea ndio kafika 10,000 basi tunamaliza kazi. Tunasubiri maelekezo ya CAF. Shaelewa? Kwa hiyo tuambia watu wa Ncard stop it. Sababu sisi wenyewe tunaona
Yani tunayo access ya kuona mpaka saa wakianza kuuza muda gani tumeuza tiketi ngapi, A ngapi, B ngapi, popular ngapi. Kwa hiyo tukishaona imefika 10,000 basi tunaambia basi stop it. Stop it. Wanazuia basi mauzo yamekomesha. Ndio maana huwa tunahimiza watu wanunue tiketi mapema, kwa sababu hilo swali ulilouliza ni la msingi sana. Baadaye tunaanza kuchezeshana ngoma, tiketi nimekosa. Umekosa shekhe, tushasema zinauzwa online. Tuanze kununua leo. Na vituo Rabi tuvitangaze leo kwamba kituo gani na kituo gani na kituo gani. Watu waanze kwenda vituo, kwa sababu mwisho wa siku ukishafika nafasi 10,000 hutaona show ya kibabe ya kisasi. Hutaona. Mimi narudia, wanahabari, nisikizeni mdomo huo.